Kwa jina naitwa Alex Philemon. Mimi ndio niliyekuwa naibu katibu mkuu wa taasisi ya mtetezi wa mama taifa na mwenyekiti wa taasisi ya mtetezi wa mama mkoa wa Rukwa. Ndugu waandishi wa habari, lengo la madhumuni la kuwaita hapa, kuna taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa mitandaoni juu ya utenguzi wa viongozi na wanaopatikana kwenye mikoa mbalimbali. Binafsi kama niliyekuwa mwenyekiti na naibu katibu mkuu wa taasisi ya mtetezi wa mama taifa, binafsi imenishtua na ni jambo naweza nikasema ni uchafuzi, kwa sababu yale yaliyoainishwa kwenye ile barua hayana ukweli wowote. Hivyo basi naweza nikataka kukanusha kwa kuainisha vile vitu ambavyo vimeandikwa kutokana na mwongozo wa barua, ikiwa ni pamoja na kuhusishwa na masuala ya ada ya wanataasisi kuwa ni sehemu ya tuhuma ambazo zimeainishwa hapa. Kwenye swala zima la ada kwa mkoa wangu wa Rukwa, hakuna mwanataasisi yoyote ambaye amewahi kulipia ada, na kama yupo na amelipia ada, amefikisha malalamiko kuwa ada yake haijafika sehemu husika, tungeshapokea malalamiko kama ofisi na tukaweza kuyafanyia kazi. Lakini pia kwenye swala zima la ada, kama mwenyekiti aliwahi kusikia malalamiko yamemfikia, hakuwahi kuchukua hatua zozote za kukaa na huyo mtu ambaye analalamika kuniunganisha na mimi kuhusiana na swala zima la ada. Lakini pia kuna tuhuma ambazo zimeainishwa, ikiwa ni pamoja na swala zima la nauli juu ya safari iliyokuwa imeandaliwa kuhusiana na swala zima la mkutano mkuu ambao ulitakiwa ufanyike Dodoma. Sisi kama mkoa wa Rukwa tumehusishwa na tuhuma hiyo, na tuhuma hiyo mimi kama mwenyekiti na niliyekuwa naibu katibu mkuu wa taasisi ya mtetezi wa mama taifa ni za uongo, kwa sababu mkoa wangu wa Rukwa hakuna mwanataasisi hata mmoja ambaye alishiriki mkutano mkuu. Mashuhuda na mashahidi ni viongozi wa mikoa ambao walishiriki ule mkutano. Kama walimuona mwanataasisi yoyote au mwanamtetezi wa mama aliyetokea mkoa wa Rukwa, wanaweza wakathibitisha, lakini jambo hilo halipo na ni tuhuma ambazo ni za uongo. Na kama zingekuwa za kweli, wangetokea walalamikaji kuwa sisi tumelipia nauli ya kwenda Dodoma kwa mwenyekiti wetu aliyekuwa wa mkoa wa Rukwa, hatujaona chochote kikiendelea. Na tuhuma hizo kama zilifika kwa mwenyekiti wa taifa, angenipigia simu aniulize kuna fulani na fulani wameweza kulipia nauli na inasemekana umekula. Huyo fulani na fulani ni huyo hapa. Issue ikoje? Hicho kitu hakikuwahi kutokea na hakuna chochote kinachoendelea, na kwenye mkoa wangu wa Rukwa hakuna mtu yoyote ambaye alishiriki mkutano wa Dodoma. Kwa ni vitu ambavyo vimeainishwa ambavyo binafsi vimenishangaza katika mkoa wangu na vimewapa taharuki pia wanataasisi, kwa sababu wao wenyewe hawajui ni kitu gani kinachoendelea. Lakini pia kuna swala lingine ambalo limeainisha kama swala zima la tuhuma kuhusishwa na masuala ya vitenge. Kwenye mkoa wangu wa Rukwa, toka taasisi hii imeanzishwa ina miaka zaidi ya 3, sijawahi agiza kitenge chochote kwa viongozi wangu wa kitaifa. Zaidi nilikuwa na mahusiano mazuri na wenye viti wa mikoa, na mara ya mwisho niliagizia vitenge vilivyotoka mkoa wa Rukwa kwa mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza, ambapo mwenyekiti huo aliagiza vitenge, niliagiza vikafika na tukawakabidhi wanataasisi. Kwa tuhuma ambazo zinatokana na wanataasisi wanaotokana inasemekana wanatoka mkoa wa Rukwa, binafsi sijawahi kupokea hela yoyote ya kitenge kwa mwanataasisi yoyote, na kama angekuwepo angeshajitokeza na akawasilisha mawasiliano kuanzia ngazi ya wilaya akaleta mkoa, tukaweza kuchakata kuangalia namna gani tunamsaidia. Lakini tuhuma zimetoka moja kwa moja taifa, na mwenyekiti wa taifa hajawahi kuniambia kuwa kuna mwanataasisi au mwanachama yoyote anayetoka kwenye mkoa wako kuwa umemdhulumu swala zima la vitenge. Kwa hiyo ni tuhuma ambazo ni za uongo, na kama zina ukweli wowote mwenyekiti wa taifa aweze kuleta uthibitisho. Lakini jambo lingine, amekuwa akitengua wanataasisi ambao ni viongozi walioanzisha taasisi kwenye mikoa. Na ikumbukwe kuwa wanataasisi wote ambao wamepatikana kwenye mikoa kuanzia ngazi ya kata, wilaya na mkoa wametafutwa na wenye viti, kwa sababu taasisi wakati inaanzishwa kwenye mkoa, mtu wa kwanza ambaye alikuwa ameanza kuitangaza taasisi mpaka ikafahamika ni mwenyekiti wa mkoa. Sasa zipo taratibu za kikanuni na za kisheria ambazo zimewekwa kwa mwongozo wa katiba ambazo zilitakiwa kufuatwa ili mwanataasisi au mwenyekiti au kiongozi yoyote aweze kutolewa. Moja, tulikuwa na kamati ya maadili. Mimi na experience kwa sababu nimekuwa naibu katibu mkuu wa taasisi ya mtetezi wa mama taifa. Cha kwanza ambacho kilitakiwa kufuatwa ilikuwa ni kuhakikisha hao watu waliokiuka taratibu na kanuni za kitaasisi
waitwe kwenye kamati ya maadili kwa ajili ya kuhojiwa. Wakishaitwa kwenye kamati ya maadili, waweze kulipa vile vitu ambavyo wametumiwa na wanataasisi. Ndio taratibu ulivyokuwa toka awali na toka mwanzo. Lakini hicho kitu hakikuwepo kwa sababu ilitakiwa kuwepo maonyo yasiyopungua matatu. Aidha kikao, lakini kikao hakijawahi kukaliwa na mwenyekiti wa taifa kuita wale watu waliotuhumiwa kujadiliana juu ya mustakabali wa haya yaliyokuwa yanaendelea. Kwa hiyo ni uzushi ambao hauna kichwa wala miguu, na ni vitu ambavyo amekuwa akivitengeneza mwenyekiti wa taifa baada ya kuona watu wanaenda kumzidi uwezo. Unajua taasisi hii ilikuwa imebeba watu ambao ni wasomi, wana IQ kubwa, wana mawazo, wana maono, wana vitu vikubwa ambavyo vingeweza kusaidia taasisi, lakini yeye kwa kuwa amekuwa hashauriki na hataki kusikia maoni ya wenye viti, amekuwa akitumia kama rungu hilo kuwaadhibu kwa kuwatengua kwenye nafasi zao bila kukaa kikao chochote. Na amekuwa akitoa mikeka mbalimbali. Anasema yani mfano mwenyekiti bodi imekaa, umetenguliwa, imekaa muda gani na saa ngapi kujadili mtu mpaka inafikia stage ya kumtengua. Kwa hiyo hamna kitu ambacho ni kibaya ambacho ameweza kukifanya na kinaenda kusikitisha watu wengi na kinaenda kuwashangaza watu wengi juu ya hiki kitu ambacho amekifanya. Na anaenda kujutia kwa sababu amejaribu kutumia nguvu kubwa kuwachafua watu, lakini kwa kuwa watu wana akili zao, asipofanya utaratibu wa kukanusha yale aliyoandika kwenye barua inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii, hatua kali pia zitachukuliwa dhidi yake, kwa sababu sisi tutachukua sheria ambazo tunazijua kwa utaratibu ambao umewekwa na miongozo kuhakikisha haki yetu inapatikana. Kwa jambo ambalo ameamua kulifanya la kutengeneza barua yenye magugumashi, haina ushahidi wowote, haina mwongozo wowote, nampa mimi binafsi kama mwenyekiti, niliyekuwa mwenyekiti wa taasisi ya mtetezi wa mama mkoa wa Rukwa, siku zisizopungua 3 au ameshatengua yale aliyoyaandika, kwa sababu ameandika vitu ambavyo ni vya uongo, ameandika vitu ambavyo havina ukweli, ameandika vitu ambavyo havina ushahidi. Kwa ametumia nguvu kubwa sana kutuchafua sisi watu ambao hatuna hatia yote. Jukumu la mwenyekiti ni kuhakikisha anawasilisha changamoto za wale wanaowaongoza kwa ngazi ya taifa, kwa sababu ya mambo yote yalifanyika kitaifa. Alipofikishiwa hizo taarifa, Bi Neema Karume ambaye ndiye mkurugenzi wa taasisi ya mtetezi wa mama taifa, yeye hakujibu chochote, badala yake alitoa mkeka ulioambatana na tuhuma kuwa wamekula ada, lakini pia wamekula hela za vitenge, lakini pia wamekula nauli. Najaribu kuelezea namna gani kiongozi huyu anachukua maamuzi bila kushirikisha hata halmashauri yake ya kichwa, kwa sababu jambo tunalozungumzia taasisi ina watu wengi ambao wanasimamia na wanaiongoza, ikiwa ni pamoja na bodi, lakini mbali na bodi na kamati ya maadili. Kwa amefanya vitu kwa kukurupuka bila yeye kujua anataka kuwachafua ambao anatarajia kuwatoa na wengine ameshawatoa. Kwa jambo hili limekuwa limesikitisha wanataasisi, lakini pia zimezua taharuki kwa watu ambao walikuwa na mapenzi ya dhati kabisa na taasisi hii. Kwa naendelea kusisitiza kwa haya yote ambayo ameyafanya ni uchafuzi, kwa sababu hajachukua taratibu ambazo zilitakiwa kufuatwa ili watu waweze kuenguliwa kwenye nafasi zao, ikiwa ni pamoja na kuwafuta wanachama. Hivyo basi, kwa namna moja ama nyingine, tunamtaka aweze kutengua yale aliyoyaandika kwenye barua, kwa sababu hayana afya, yanamchafua yeye mwenyewe, narudia tena, Neema Karume, yanachafua pia taasisi. Na asipofanya hivyo, sidhani kama taasisi yake itaweza kusurvive, kwa sababu wanataasisi waliopo mle wana akili timamu, wanaelewa nini kinaendelea, wanaelewa nini Neema anafanya, na wanaelewa hapa walipo wapo kwa ajili ya kupoteza muda, kwa sababu taasisi hii imekaa zaidi ya miaka 3. Wengi wamekuwa wakijitolea, hasa wenye viti. Vikao wamekuwa wakiviendesha, mwenyekiti hata wa taifa hajawahi hata kuchangia kalamu. Wameviendesha katika mazingira magumu, kwa sababu jina lenyewe pia, neno mtetezi, lilikuwa na utata. Walikuwa wanaaminika kwa sababu walikuwa na ushawishi na wanakubalika na jamii ya mikoa, ndio maana waliamua kusimamisha taasisi kila mkoa. Lakini yote hayo Neema hayaoni. Namna gani wenye viti wametumia gharama zao kuhakikisha wanasimamisha taasisi ndani ya miaka 3, lakini hamna chochote kinachoendelea. Yote hayo hayaoni, anakuja kuwatoa, lakini pia akiambatanisha na tuhuma za uongo. Kwa hii ni laana ambayo asipoiangalia itamtafuna.
kwa sababu watu wanajua sheria, watu wanajua kanuni na taratibu ambazo ziliwekwa pia kikatiba, ili uweze kumtoa mwanataasisi unatakiwa ufanye nini. Kwa hivi ambapo amevikiuka, tunamtaka aweze kuvitengua ili aweze kubaki salama, asije kapitiwa na mkono wa sheria. Mwisho, japo sio kwa umuhimu, siku zote kwenye familia huwa kuna watoto. Mtoto anapofikia level fulani anakuwa akisema sasa baba na mama nao uwezo wa kujitegemea, kikubwa na jukumu ambalo alipo ni kumpa tu baraka na kumruhusu mwanangu, nenda kapambane, siku moja ukikwama unahitaji ushauri urudi. Lakini si kutumia sababu ya kumpiga rungu ili aendelee kudidimia, ili zaidi na zaidi aendelee kuwa kwako. Ni jambo ambalo linakuwa sio sawa. Kwa binafsi mimi kama mwenyekiti, niliyekuwa mwenyekiti na naibu katibu mkuu wa shirika la maendeleo la shirika la mtetezi wa mama Tanzania, ninakemea jambo hilo na asiendelee, kwa sababu akiendelea anajichafua yeye mwenyewe pamoja na taasisi yake. Kwanza taasisi yake, katibu mkuu ni rafiki yake, mhasibu ni ndugu yake, utaratibu haueleweki, ofisi haijulikani iko wapi, lakini pia hana bodi. Taasisi kubwa lazima uwe na bodi ambayo tunaita bodi ya wakurugenzi, lakini bodi hiyo haipo. Lakini pia alifungua akaunti ya kitaifa bila kushirikisha wenyeviti, lakini pia alianzisha swala la ada bila kushirikiana na wenyeviti wa mikoa, kwa sababu tunapozungumzia swala zima la ada, watu wakilipia ada ndio zinasaidia kuendesha shughuli za taasisi kuanzia ngazi ya kata, wilaya, mpaka mkoa, mpaka taifa. Lakini swala zima la ada walikuwa na operate wao viongozi wa kitaifa, na hatukuwahi kukaa kujadiliana na kukubaliana kuwa tuweke ada kiasi gani, kwa sababu haya mambo itakiwa tukubaliane kwenye mkutano mkuu. Hicho kitu hakikuwahi kutokea kwenye swala zima la ada. Lakini pia kuna mwenyekiti wa Katavi alijitengua, alijiondoa kwa ametingwa na majukumu ya kitaasisi, kwa hawezi kufanya mambo mengine, kwa ameamua jiondoe ili afanye mambo mengine. Cha kushangaza, naye kaandikwa kwenye mkeka kuwa anatuma amekula nauli, amekula ada, lakini pia amekula fedha za vitenge. Kwa namna hiyo na mantiki hiyo, sisi kama viongozi ambao tumetolewa bila sababu za msingi, tunamtaka Neema aweze kutoka hadharani na kusema kuwa kile alichokiandika pale kwenye zile barua ni uongo. Asipofanya hivyo, tutachukua sheria, kwa sababu tunajua ni wapi tuingilia na ni wapi tuweze kufanyaje, tuweze kutokea. Kwa baada ya kusema hayo machache, mimi kama mwenyekiti wa mkoa wa Rukwa, niliyekuwa mwenyekiti wa mkoa wa Rukwa, nasema haya yote ambayo ameyafanya aweze kuyafanyia kazi kwa haraka sana, na asipofanya hivyo tutachukua hatua nyingine. Asante.